Hoja za serikali kwamba Bunge sasa likubali kupokea na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya Ofisi ya Rais, Utumishi na Utawala Bora kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Waheshimiwa wabunge, sasa tunaendelea na ratiba yetu. Nimwite Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Utumishi na Utawala Bora, Mheshimiwa George Boniface Simbachawene aje awasilishe hoja. Asante. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja kwamba kutokana na taarifa iliyowasilishwa leo ndani ya bunge lako tukufu na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria, bunge lako lipokee na kujadili taarifa ya utekelezaji wa mpango na bajeti ya Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora kwa mwaka wa fedha 2024/2025 na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya Ofisi ya Rais, Ikulu, fungu 20 na fungu 30, Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi wa Umma, fungu 33, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, fungu 32, Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma, fungu 67, Tume ya Utumishi wa Umma, fungu 94, na Idara ya Kumbukumbu na Nyaraka za Taifa, fungu namba 4 kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Na Mheshimiwa Spika, taarifa hii ninayoisoma hapa ni muhtasari tu, lakini kumbukumbu rasmi za Bunge zitachukua hii taarifa ambayo ni kubwa. Mheshimiwa Spika, kama ilivyo ada, naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na neema kwa kutuwezesha kuwa na afya njema na kuendelea kuijalia nchi yetu amani, utulivu na mshikamano, ambazo ni tunu zinazotuwezesha kushiriki katika mkutano huu wa 19 ambao ni mkutano wa mwisho wa Bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, napenda kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuniamini kusimamia utumishi wa umma kwa kuzingatia misingi ya utawala bora, sera, sheria, kanuni, taratibu na miongozo mbalimbali, na hatimaye kuwa na utumishi wa umma wenye ufanisi na uwajibikaji kwa ustawi wa taifa. Aidha, niwashukuru Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango, Makamu wa Rais, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, kwa kazi kubwa wanayofanya ya kumsaidia Rais na Amiri Jeshi Mkuu na mwenyekiti wa chama chetu cha Mapinduzi kutekeleza majukumu yake ya kusukuma maendeleo ya taifa letu na kuiweka nchi yetu katika hali ya usalama na amani. Vile vile niwashukuru viongozi wangu wote kwa maelekezo, ushauri na miongozo wanayonipatia, ambayo imenisaidia katika kutekeleza majukumu yangu kwa ufanisi mkubwa. Mheshimiwa Spika, naomba kutumia fursa hii kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, akiwa anaelekea kuhitimisha awamu ya kwanza ya kipindi cha uongozi wake. Uongozi wake thabiti unadhihirishwa na maendeleo kwenye nyanja mbalimbali, hususani kwenye maboresho makubwa yaliyofanyika katika management ya utumishi wa umma na utawala bora, ikiwemo mifumo ya kiutawala na usimamizi wa rasilimali watu kidijitali. Maboresho hayo yameleta mageuzi ya kiutendaji na utoaji wa huduma katika utumishi wa umma, ikiwa ni dalili tosha kuwa nchi ipo katika njia sahihi ya kufikia malengo iliyojiwekea katika mipango yetu ya kitaifa. Mheshimiwa Spika, napenda nichukue fursa hii kumpongeza Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa kwa hotuba yake aliyowasilisha hapa bungeni, ambayo imetoa dira na mwongozo wa utekelezaji wa shughuli za serikali katika mwaka ujao wa fedha. Aidha, nampongeza kwa kuendelea kusimamia na kuratibu utendaji kazi na uwajibikaji serikalini, ambapo ufuatiliaji wake umetoa mwangwi na uwajibikaji katika utumishi wa umma. Mheshimiwa Spika, naomba bunge lako tukufu liungane nami katika kumpongeza Comrade Dr. Emmanuel John Nchimbi, Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, kwa kuteuliwa kuwa mgombea mwenza katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025, na naomba tumwombee Mwenyezi Mungu azidi kumjalia uzima na afya njema
ili aweze kufikia kipindi cha kulitumikia taifa katika nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, nichukue nafasi hii kukupongeza kwa dhati wewe binafsi, Naibu Spika Musa Azan Zungu, wenyeviti wa Bunge, wenyeviti wote wa kamati mbalimbali za kudumu za Bunge, pamoja na watendaji wote wa ofisi yako kwa namna ambavyo mmeliendesha Bunge letu tukufu kwa weledi na umahiri mkubwa. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha mwaka wa fedha 24/25 Bunge lako tukufu lilimpoteza mwakilishi mwenzetu ambaye ni Mheshimiwa Dr. Faustin Engelbert Ndugulile, aliyekuwa mbunge wa jimbo la Kigamboni mkoani Dar es Salaam na mkurugenzi mteule wa Shirika la Afya Duniani ukanda wa Afrika. Aidha, pia tumepoteza wenzetu Profesa Philemon Sarungi, aliyekuwa mbunge mstaafu na waziri mstaafu ambaye amehudumu katika wizara mbalimbali. Vile vile tumepoteza Jaji mstaafu Fred Kiwelema, aliyekuwa mwanasheria mkuu mstaafu. Mheshimiwa Spika, aidha tumepoteza ndugu Lawrence Mafuru ambaye alikuwa katibu mtendaji wa Tume ya Mipango na ndugu Gesima Nyamuhanga aliyekuwa mkurugenzi mtendaji wa TANESCO. Mwenyezi Mungu aziweke roho za marehemu wote peponi, amina. Aidha, nami pia niungane na Wakatoliki wenzangu duniani na niungane na Kardinali Protas Rugambwa, kiongozi wa Kanisa Katoliki Tanzania, na Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania na Wakatoliki wote duniani katika kuomboleza kifo cha Baba Mtakatifu Francis, kiongozi mkuu wa Kanisa Katoliki duniani, ambacho kilitokea tarehe 21 mwezi huu wa 4 mwaka 2025. Mheshimiwa Spika, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria, Mheshimiwa Dr. Joseph Kizito Mwagama, mbunge wa Madaba, na makamu mwenyekiti Mheshimiwa Florence Kiombo, mbunge wa Nkenge, na wajumbe wa kamati wote kwa ujumla kwa ushirikiano na maelekezo na ushauri waliotupatia wakati wa kupitia taarifa ya utekelezaji wa mpango na bajeti kwa mwaka wa fedha 24/25 na mapendekezo ya mpango wa utekelezaji wa makadirio ya mapato na matumizi ya fedha kwa mwaka wa fedha 25/26. Maoni, ushauri na ushirikiano wa kamati umetuwezesha kuboresha utendaji kazi wa ofisi zetu na maandalizi ya hotuba hii. Mheshimiwa Spika, napenda kuchukua nafasi hii kwa namna ya pekee kumshukuru Mheshimiwa George Huruma Mkuchika, waziri wa nchi ofisi kazi maalum, kwa namna alivyosaidia utekelezaji wa kazi maalum za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hakika yeye ni hazina na mchango wake umekuwa nguzo muhimu ya maamuzi mengi ya uendeshaji wa shughuli za serikali. Mheshimiwa Spika, napenda kuchukua nafasi hii pia kumshukuru naibu waziri wangu Mheshimiwa Deus Clement Sangu, mbunge, kwa jinsi alivyonisaidia katika kuratibu lakini pia kusimamia mambo mbalimbali ambayo tumefanikiwa katika ofisi yetu ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Ni kijana hodari, kijana makini, kijana mpole, kijana mwenye weledi na mwenye uwezo mkubwa sana. Mheshimiwa Spika, nawashukuru Dr. Moses Kusiluka, katibu mkuu kiongozi, Bwana Mululi Mahendeka, katibu mkuu ofisi ya Rais Ikulu, ndugu Juma Mkomi, katibu mkuu utumishi na Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, naibu katibu mkuu Bwana Xavier Daudi, makamishina, watendaji wakuu wa taasisi, wakurugenzi na watumishi wote wa ofisi ya Rais Ikulu na Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora kwa kazi nzuri wanazofanya katika kutekeleza majukumu yanayoiwezesha ofisi kufikia malengo yake, ikiwa ni pamoja na kukamilisha hotuba hii kwa wakati. Aidha, napenda kuwashukuru waajiri na watumishi wa umma wote kwa kutekeleza wajibu wao kwa ufanisi, uzalendo pamoja na imani yao kwa uongozi wa serikali ya awamu ya 6. Utendaji wao umeiwezesha serikali kutekeleza majukumu yake ya kuwahudumia wananchi.
Mheshimiwa Spika, kwa umuhimu wa kipekee kabisa niwashukuru sasa wananchi wenzangu wa jimbo la Kibakwe kwa kuendelea kunipa ushirikiano na imani yao wakati wote kwangu. Baada ya maelezo hayo ya utangulizi, naomba sasa kuwasilisha utekelezaji wa mpango na bajeti ya Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora kwa mwaka wa fedha 24/25 na makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 25/26. Mheshimiwa Spika, Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora ina mafungu 7 kama ambavyo nimeyaeleza. Nianze na Ofisi ya Rais Ikulu. Ofisi ya Rais Ikulu, fungu namba 20 iliidhinishiwa shilingi bilioni 33,544,557 kwa ajili ya matumizi ya kawaida hadi kufikia Machi 2025 shilingi bilioni 25,292,595,000 sawa na asilimia 75.4 zilipokelewa na kutumika. Vilevile fungu 30 Ofisi ya Rais, Sekretarieti ya Baraza la Mawaziri iliidhinishiwa shilingi bilioni 969,585,000. Kati ya fedha hizo shilingi milioni 805.6 sawa na asilimia 83.12 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 163.6 sawa na asilimia 16.8 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, hadi kufikia Machi 2025 kiasi cha shilingi bilioni 721.512 sawa na asilimia 74.44 ya bajeti iliyotengwa kilipokelewa na kutumika. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 611.186 zilikuwa ni matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 110.328 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha Julai 2024 hadi Machi 2025, Ofisi ya Rais Ikulu na taasisi zake zote ambazo ni taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, TASAF, Mamlaka ya Serikali Mtandao, Taasisi ya Uongozi, Wakala wa Ndege za Serikali na Baraza la Kumshauri Rais kuhusu masuala ya chakula na kilimo imetekeleza shughuli mbalimbali kama ilivyoonekana kuanzia ukurasa wa 10 hadi ukurasa wa 40 wa hotuba yetu kubwa, na kwa uchache nitaje tu machache. Kazi kubwa ilikuwa ni ushauri kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao umetolewa katika masuala ya siasa, uchumi, sheria, mambo ya jamii, diplomasia, mawasiliano na habari, uhusiano wa kikanda na kimataifa na masuala mengine muhimu kwa lengo la kumsaidia rais kufanya maamuzi. Majukumu mengine yaliyofanyika, Mheshimiwa Spika, yanapatikana katika hotuba yetu ndefu. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 24/25 Bunge lako tukufu liliidhinisha shilingi bilioni 13.142 kwa fungu 33 Ofisi ya Rais, Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi wa Umma. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 11.6 sawa na asilimia 88.5 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 1.5 sawa na asilimia 11.41 kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Hadi kufikia Machi 25 kiasi cha shilingi bilioni 9.2 sawa na asilimia 70.36 ya bajeti kilipokelewa na kutumika. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 8.5 zilikuwa ni matumizi ya kawaida na shilingi milioni 718.5 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Katika kipindi cha Julai 2024 hadi Machi 2025, Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi wa Umma imetekeleza shughuli mbalimbali kama zinavyoonekana kuanzia ukurasa wa 41 hadi 44. Nizitaje tu kwa uchache. Pamoja na mambo mengine, shughuli zilizofanyika ni kutoa tamko la rasilimali na madeni kupitia njia ya mtandao, yani online declaration system, lakini pia zoezi la uhakiki wa taarifa kupitia mfumo na tamko la rasilimali na madeni kwa njia ya mtandao. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2024/2025
Bunge lako tukufu liliidhinisha shilingi bilioni 58.3 kwa fungu 32 ikijumuisha ofisi ya Rais, Menejimenti ya utumishi na utawala bora, watumishi housing, investment na chuo cha utumishi wa umma. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 48.2 sawa na 82.75 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 10.06 sawa na 17.25 kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Hadi kufikia mwezi Machi mwaka 2025, kiasi cha shilingi bilioni 42.7 sawa na 73.24 ya bajeti iliyotengwa kilipokelewa na kutumika. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 37.7 zilikuwa ni matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 4.9 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Katika kipindi cha kuanzia Julai 2024 hadi Machi 2025, ofisi ya Rais, Menejimenti ya utumishi wa umma na utawala bora na taasisi zake, yani chuo cha utumishi wa umma Tanzania, watumishi housing, imetekeleza shughuli mbalimbali ambazo zinapatikana katika ukurasa wa 46 na 63 ya hotuba yetu. Nitaje kwa uchache tu maeneo mawili. Kwanza ni maadhimisho ya mkutano wa jukwaa la Umoja wa Mataifa la tuzo ya utumishi wa umma, yani 2024 UN Public Service Awards, iliyohudhuriwa ambapo mfumo wa mrejesho ulitambuliwa na Umoja wa Mataifa na kushinda tuzo ya ubunifu katika huduma za umma kwa mwaka 2024. Pili ni jumla ya vibali 12,936 vya ajira mpya vilivyotolewa ikijumuisha na nafasi 11,960 kati ya nafasi 45,000 ziliidhinishwa na taasisi ambazo hulipwa mishahara kupitia mfumo wa watumishi na nafasi 976 kwa taasisi zinazolipa mishahara ya watumishi kupitia mapato yao ya ndani. Aidha, vibali 1739 vya ajira mbadala vilitolewa kwa waajiri mbalimbali. Maandalizi ya kutekeleza ajira 33,040 zilizosalia zinaendelea na inatarajiwa kukamilika kabla ya mwisho wa mwaka huu wa fedha. Mheshimiwa Spika, jukumu jingine lilikuwa ni ujenzi wa kampasi ya Singida awamu ya pili katika eneo la Mungumaji kwa fedha za ndani umefikia asilimia 98. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2024/2025 Bunge lako tukufu liidhinisha kiasi cha shilingi bilioni 13.179 kwa ajili ya fungu 67 ofisi ya Rais, Sekretarieti ya ajira katika utumishi wa umma. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 10.8 sawa na asilimia 82.18 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 2.348 sawa na asilimia 17.82 kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Hadi kufikia mwezi Machi 2025, kiasi cha shilingi bilioni 8.8 sawa na asilimia 66.99 kilipokelewa na kutumika. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 7.218 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 1.6 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Katika kipindi cha kuanzia Julai 2024 hadi kufikia Machi 2025, ofisi ya Rais, Sekretarieti ya ajira katika utumishi wa umma imetekeleza shughuli mbalimbali kama zinavyoonekana kuanzia ukurasa wa 64 hadi 68. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2024/2025 Bunge lako tukufu liliidhinisha kiasi cha shilingi bilioni 9.24 kwa ajili ya fungu 94 ofisi ya Rais, Tume ya utumishi wa umma. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 8.7 sawa na asilimia 94.59 ni matumizi ya kawaida na shilingi milioni 500 sawa na asilimia 5.41 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Hadi kufikia Machi 2025 shilingi bilioni 7.135 sawa na asilimia 77 kilipokelewa na kutumika. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 6.6 ni matumizi ya kawaida na shilingi milioni 500.176 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha kuanzia Julai 2024 hadi Machi 2025 tume imetekeleza shughuli mbalimbali kama zinavyoonekana kuanzia ukurasa wa 69 hadi wa 71.
Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2024/2025 Bunge lako tukufu liidhinisha kiasi cha shilingi bilioni 4.3 kwa ajili ya fungu namba 4 Ofisi ya Rais, Idara ya Kumbukumbu na Nyaraka za Taifa. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 4.06 sawa na asilimia 93 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi milioni 295.7 sawa na asilimia 6.78 kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Hadi kufikia Machi 2025, shilingi bilioni 3.482 sawa na asilimia 79.86 kilipokelewa na kutumika. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 3.362 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi milioni 120 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Na katika kipindi cha kuanzia Julai 2024 hadi Machi 2025, Idara ya Kumbukumbu na Nyaraka ya Taifa imetekeleza shughuli kama zinavyoonekana katika ukurasa wa 72 hadi 74. Mheshimiwa Spika, mpango wa bajeti kwa mwaka wa fedha 25/26 imeandaliwa kwa kuzingatia Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2025, maelekezo ya Ilani ya Uchaguzi ya CCM kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, mpango wa 3 wa Taifa wa Maendeleo wa miaka mitano unaishia 2025/2026, lakini pia hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliyeitoa tarehe 25 mwezi wa Aprili mwaka 2021 na maelekezo ya mamlaka na maoni na ushauri wa Bunge lako tukufu. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 25/26 Ofisi ya Rais Ikulu fungu 20 inaomba kuidhinishiwa kiasi cha shilingi bilioni 34.8 kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Aidha, Ofisi ya Rais Sekretarieti ya Baraza la Mawaziri fungu 30 inaomba kuidhinishiwa kiasi cha shilingi trilioni 1,197.3. Kati ya fedha hizo shilingi trilioni 1 na bilioni 39.8 ni matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 88.9 kwa ajili ya miradi ya maendeleo kwa fedha za ndani na shilingi bilioni 68.5 ni fedha za nje. Katika mwaka, Mheshimiwa Spika, kupitia maombi haya Ofisi ya Rais Ikulu na taasisi zake ambazo ni Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa, TASAF, Mamlaka ya Serikali Mtandao, Taasisi ya Uongozi, Wakala wa Ndege za Serikali na Baraza la Kumshauri Rais kuhusu masuala ya chakula na kilimo imepanga kutekeleza shughuli mbalimbali kama zinavyoonekana kwenye ukurasa wa 75 hadi 88. Baadhi ya shughuli ni pamoja na kutoa ushauri kwa Mheshimiwa Rais katika masuala kama nilivyosema ya uchumi, siasa, jamii, sheria, diplomasia na mambo yote kwa ujumla. Lakini pili, kuhawilisha ruzuku ya kaya maskini 906,669 zinazokidhi vigezo vya mpango. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 25/26 Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi wa Umma fungu 33 inaomba kuidhinishiwa kiasi cha shilingi bilioni 16.9. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 13.5 ni matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 3 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, kupitia maombi haya ofisi hii imepanga kutekeleza shughuli mbalimbali kama zinavyoonekana kwenye ukurasa wa 89 hadi 90. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 25/26 fungu 32 Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora inaomba kuidhinishiwa kiasi cha shilingi bilioni 75.8. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 55.08 sawa na asilimia 73.6 ni matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 19.755 sawa na asilimia 26.4 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, kupitia maombi hayo ofisi hii imepanga kutekeleza shughuli mbalimbali kama zinavyoonekana kwenye ukurasa wa 91 hadi wa 100. Baadhi ya shughuli zilizopangwa kutekelezwa ni pamoja na kushughulikia vibali 41,500 vya ajira ili kujaza nafasi zilizoidhinishwa katika ikama. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 25/26 Ofisi ya Rais, Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma fungu 67 inaomba kuidhinishiwa jumla ya shilingi bilioni 14.6. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 13.195 ni matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 1.4 ni fedha za miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, kupitia maombi haya
ofisi hii imepanga kutekeleza shughuli mbalimbali kama inavyoonekana kwenye ukurasa wa 101 hadi 102, na baadhi ya shughuli ni kuendeleza ujazaji wa nafasi za ajira kulingana na vibali vya ajira, lakini kuendelea na maboresho ya mfumo wa upimaji wa uelewa na ufahamu wa wasailiwa kwa njia ya mtandao, yani online aptitude test system, ili kupunguza gharama za waombaji. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 25-26 fungu 94 Ofisi ya Rais, Tume ya Utumishi wa Umma inaomba kuidhinishiwa kiasi cha shilingi bilioni 9.6 ili kutekeleza shughuli zilizotajwa hapo juu. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 9.177 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi milioni 500.176 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, kupitia maombi haya, ofisi hii imepanga kutekeleza shughuli mbalimbali kama inavyoonekana kwenye ukurasa wa 103 hadi 104. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2025-2026 Ofisi ya Rais, Idara ya Kumbukumbu na Nyaraka za Taifa, fungu namba 4 inaomba kuidhinishiwa jumla ya shilingi bilioni 6 na milioni 150. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 4.9 ni matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 1.177 ni kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, kupitia maombi hayo, ofisi hii imepanga kutekeleza shughuli mbalimbali kama zinavyoonekana kwenye ukurasa wa 105 hadi 106. Mheshimiwa Spika, nihitimishe hotuba yangu kwanza kabisa kwa kutoa salamu aliyoiasisi Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kusema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa hati idhini ya Ofisi ya Rais ikiongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeendelea kutekeleza utekelezaji wa dhamana ya kufanya maamuzi kuhusu nchi, na kwa umuhimu wake management ya utumishi wa umma na utawala bora imepewa kipaumbele kwa kuzingatia mikakati ya 4R, yani reconciliation, resilience, reforms na rebuilding, ambayo kwa pamoja inakuwa ni nguzo kuu katika uendeshaji na uendelezaji wa nchi. Maono ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kuwa na utumishi wa umma wenye ufanisi na uwajibikaji katika ustawishaji wa taifa na kusimamia uendeshaji wa shughuli za serikali na usimamizi na matumizi ya rasilimali watu katika utumishi wa umma kwa kutumia sera, sheria, miundo na mifumo iliyoboreshwa. Na ndiyo maana mipango iliyowasilishwa mbele ya bunge lako tukufu imejikita katika kuweka misingi ya utekelezaji wa mwelekeo huo. Mheshimiwa Spika, utumishi wa umma na utawala bora una mchango mkubwa katika maendeleo ya taifa, na ni dhahiri kuwa mchango endelevu wa utumishi wa umma utaliendeleza taifa na kuleta ustawi kwa Watanzania wote. Aidha, maendeleo haya yanatarajiwa kuongezeka kwa kuimarisha uchumi shindani na wa viwanda kwa manufaa ya watu kama ilivyoasisiwa katika mpango wa taifa wa maendeleo wa miaka 5. Mheshimiwa Spika, bajeti ya mafungu yote yaliyo chini ya Ofisi ya Rais Ikulu na Ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora imelenga kuandaa mazingira ambayo yatasaidia nchi katika kipindi cha kuelekea uchaguzi mkuu na kuingiza serikali mpya madarakani. Hayo yote yatafanyika kwa kutii katiba na kwa kuzingatia ipasavyo sera, sheria, kanuni, taratibu na miongozo katika kujenga imani zaidi kwa wananchi. Mheshimiwa Spika, naomba kuchukua fursa hii kumpongeza tena Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutuwezesha kuimarisha utumishi wa umma kuendana na wakati, ambapo maelekezo yake na uwezeshaji kifedha umesaidia hatua zaidi kupigwa kwenye kujenga uwezo wa mifumo ya kimanagement na utoaji wa huduma, ikiwemo matumizi sahihi na salama ya fursa zinazopatikana katika utoaji huduma kwa tehama ndani ya serikali. Hali hiyo imesaidia kuondokana na vitendo visivyo na tija katika uzingatiaji wa maadili
ya utumishi wa umma. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa hati idhini, ninawajibika kuwasilisha mapitio ya utekelezaji wa mpango wa bajeti ya Ofisi ya Rais Ikulu, Ofisi ya Rais Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi wa Umma, Ofisi ya Rais Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Ofisi ya Rais Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma, Ofisi ya Rais Tume ya Utumishi wa Umma, Ofisi ya Rais Kumbukumbu na Nyaraka za Taifa. Hivyo nalihakikishia Bunge lako tukufu kuwa mipango na bajeti kwa mafungu niliyotaja yamezingatia vipaumbele vya serikali ya awamu ya 6 kwenye eneo la kuimarisha utendaji kazi katika utumishi wa umma na kuifanya nchi yetu iondokane na matumizi mabaya ya rasilimali fedha. Aidha, ukiukwaji wa maadili ya uongozi na kupunguza urasimu usio na lazima katika utoaji wa huduma kwa kufanya mapitio ya michakato ya utoaji huduma na hivyo kuongeza tija katika kutekeleza masuala yenye maslahi mapana kwa taifa letu. Mheshimiwa Spika, baada ya kueleza kwa kina utekelezaji wa majukumu kwa mwaka 24-25 na mpango wa bajeti ya Ofisi ya Rais Ikulu na Ofisi ya Rais Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, sasa naomba kuwasilisha rasmi mapendekezo ya maombi kwa mwaka wa fedha 25-26 kwa muktasari kama ifuatavyo. Fungu 20, Ofisi ya Rais Ikulu, matumizi ya kawaida ni bilioni 34,804,735,000. Fungu 30, Ofisi ya Rais Sekretarieti ya Baraza la Mawaziri, matumizi ya kawaida ni trilioni 1 bilioni 39,839,675,000. Matumizi ya miradi ya maendeleo ni bilioni 157,173,084,000. Fungu 33, Ofisi ya Rais Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi wa Umma, matumizi ya kawaida bilioni 13,958,139,000. Matumizi ya miradi ya maendeleo ni bilioni 3. Fungu 32, matumizi ya kawaida bilioni 55,86,788,000. Matumizi ya miradi ya maendeleo ni bilioni 19,755,541,000. Fungu 67, Ofisi ya Rais Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma, matumizi ya kawaida bilioni 13,195,060. Matumizi ya miradi ya maendeleo ni bilioni 1,408,828,000. Fungu 94, Ofisi ya Rais Tume ya Utumishi wa Umma, matumizi ya kawaida ni bilioni 9,177,599,000. Matumizi ya miradi ya maendeleo ni milioni 500,176,000. Fungu namba 4, Ofisi ya Rais Idara ya Kumbukumbu na Nyaraka za Taifa, matumizi ya kawaida bilioni 4,973,241,000. Matumizi ya miradi ya maendeleo ni bilioni 1,177,458,000. Mheshimiwa Spika, muhtasari wa mafungu yote unafanya jumla kuu kuwa matumizi ya kawaida trilioni 1 bilioni 171 milioni naomba nirudie. Jumla kuu matumizi ya kawaida ni trilioni 1 bilioni 171 milioni 35,237,237. Matumizi ya miradi ya maendeleo ni bilioni 183 milioni 315,087. Jumla kuu ya fedha inayoombwa, Mheshimiwa Spika, katika mafungu yote ya Ofisi ya Rais
menejimenti ya utumishi wa umma na utawala bora, Ofisi ya Rais Ikulu na menejimenti ya utumishi wa umma na utawala bora kwa mwaka 25-26 kama ambavyo iliidhinishwa katika jedwali, kama nilivyopitia katika jedwali hapo juu, ni shilingi trilioni 1 bilioni 354 milioni 350 laki 324. Kati ya fedha hizo shilingi trilioni 1 bilioni 171 milioni 35 na laki 337 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 183. Mheshimiwa Waziri, hebu hiyo kati ya fedha hizo, hiyo trilioni 1 yes, kati ya fedha hizo shilingi trilioni 1 bilioni 171 milioni 35 laki 237 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 183 milioni 315 87,000 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika na waheshimiwa wabunge wenzangu, mwisho naomba kuwasilisha maombi haya ili muweze kuyajadili na kuyaidhinisha ili tuweze kwenda kufanya kazi ya kumalizia miaka yetu mitano. Mheshimiwa Spika, baada ya maneno haya naomba kutoa hoja. Waheshimiwa wabunge, hoja imeungwa mkono. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Asante sana. Sasa tunaendelea na utaratibu wetu, mwenyekiti anakuja kunipokea.